Ikiwa leo ni Mei 2 ya mwaka wa 2025, ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Hii ni The Gospel Media ikikutangazia kutoka hapa jijini Dar es Salaam. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu ketie mahali pa siri juu mbinguni. Jina lako takatifu litukuzwe. Ninasema asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Ninalitukuza jina lako kwa namna ambavyo umekuwa mwema kwetu. Kwa namna ambavyo umetupatia afya njema ukitulinda na kututunza. Kwa namna ambavyo umetupatia chakula cha kimwili na kiroho. Jina lako litukuzwe. Watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako asubuhi ya leo tena. Tukiwa na haja mbalimbali ambazo watu wote tumezileta kwako. Tunaamini kwako tunapokuja tukiwa na dhiki, wewe utatupa faraja. Lakini hata tujapo tukiwa tumechoka na kulemewa na mizigo, wewe utatupatia pumziko. Asubuhi ya leo ukamsikia kila mtoto wako anapoomba, nawe ukamjibu sawa sana mapenzi yako katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema sheria ya Mungu inadumu milele. Imejengeka katika kitabu cha Zaburi ya 111 ile aya ya 7 na ya 8. Neno la Mungu linasema, amri zake zote ni amin, imethibitika milele na milele. Kisha hekalu la Mungu lililoko mbinguni likafunguliwa, na sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu lake. Ufunuo sura ya 11 aya 19. Sanduku la agano la Mungu liko ndani ya patakatifu pa patakatifu, chumba cha pili cha hekalu. Katika huduma ya hema la duniani ambalo lilitumika kama mfano wa kivuli cha mambo ya mbinguni, chumba hiki kilifunguliwa tu wakati wa siku kuu ya upatanisho kwa ajili ya utakaso wa hema. Kwa hiyo tangazo kuwa hekalu la Mungu lilifunguliwa mbinguni na sanduku la agano lake lilionekana huelekeza kwa ufunguaji wa patakatifu pa patakatifu pa hekalu la mbinguni mwaka 1844. Wakati Kristo alipoingia pale kutekeleza kazi ya kukamilisha upatanisho. Wale ambao kwa imani walimfuata kuhani wao mkuu wa mbinguni wakati akiingia katika huduma yake ya patakatifu pa patakatifu, waliliona sanduku la agano lake. Walipokuwa wamejifunza somo la hekalu takatifu, walipata uelewa wa badiliko la Mwokozi la huduma, na waliona kuwa sasa alikuwa akihudumu mbele ya sanduku la Mungu, akitumia damu yake kusihi kwa ajili ya wenye dhambi. Sanduku katika hema la duniani lilikuwa na mbao 2 za mawe ambazo juu yake ziliandikwa kanuni za sheria ya Mungu. Sanduku lilikuwa kasha tu la kuhifadhia mbao za sheria, na uwepo wa kanuni hizi za Mungu ulilipatia sanduku lile thamani yake na utakatifu wake. Wakati hekalu la Mungu lilipofunguliwa mbinguni, sanduku la agano lake lilionekana ndani ya patakatifu pa patakatifu. Katika hekalu la mbinguni, sheria ya Mungu imehifadhiwa katika hali ya utakatifu. Sheria iliyotangazwa na Mungu mwenyewe katikati ya radi za Sinai na kuandikwa kwa chanda chake mwenyewe kwenye mbao za mawe. Sheria ya Mungu katika hekalu la mbinguni ndiyo nakala halisi ya sheria ya Mungu, ambayo kanuni zilizoandikwa juu ya mbao za mawe na kuandikwa na Musa katika Torati ilikuwa hati isiyokosea. Wale waliofikia uelewa wa jambo hili muhimu waliongozwa hivyo kuona tabia takatifu isiyobadilika ya sheria ya Mungu. Waliona vizuri zaidi kuliko hata kabla ya hapo uzito wa maneno ya Mwokozi. Mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka. Mathayo 5 aya 18. Sheria ya Mungu, kwa kuwa ni ufunuo wa mapenzi yake, maelezo ya tabia yake, ni lazima idumu milele.
kama shahidi mwaminifu wa mbinguni. Hakuna amri hata moja ambayo imefutwa. Hakuna yodi wala nukta ambayo imebadilishwa. Mtunga Zaburi ameandika, Ee Bwana, neno lako lasimama imara mbinguni hata milele. Maagizo yake yote ni amin, yamethibitika milele na milele. Zaburi ya 111 aya 7 na 8. Hii inatoka katika Pambano Kuu, toleo jipya, ukurasa wa 359 hadi 360. Huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.